Katika vitu ambavyo Simon Happy God Msuva amevizungumza kwamba tunaenda kucheza na timu ambayo wanapenda kucheza mpira, hawapendi kukimbia. Naweza ni moja hoja ambayo nimeinukuu kwa sababu siwezi nikapinga moja kwa moja kwa sababu Simon Happy God Msuva ni miongoni mwa wachezaji ambao wamecheza katika ligi za Uarabuni. Amecheza akiwa Wydad, yes. Na mara kadhaa nimekuwa nikifuatilia data za hivi karibuni wachezaji wengi ambao wamekuwa wakisajiliwa kwenye mataifa ya Kiarabu. Ya Kiarabu kutoka mabara ambayo ni ya watu weusi, nasema ni wenye ngozi nyeusi, wamekuwa wakifanya vizuri, na kitu kipekee ambacho kimekuwa kikiwapa msaada mkubwa sana ni matumizi ya energy, kukimbia sana. Angalia wachezaji ambao wamesajiliwa huko, muangalia hata Msuva mwenyewe wakati anacheza Wydad. Kuna wakati alikuwa ni kama haaminiki, anapewa nafasi anatokea bench anafanya maajabu. Ukiacha Wydad amecheza huko huko Libya huko mpaka huko aliko mpaka sasa hivi. Kwa hiyo nafikiri ni mchezaji ambaye anawafahamu zaidi wachezaji wa Kiarabu namna ambavyo wanacheza. Game ngumu, game ya kimaamuzi, lakini pia ni game ambayo kiitazama kama vile imeinamia upande mmoja kutokana na aina ya kikosi ambacho timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars tunacho, ukikompea na wenzetu Morocco ambao wameonekana katika ubora mkubwa sana. Sasa hivi ukizungumzia Morocco, sio Afrika tu peke yake. Morocco inafahamika hadi duniani kwa sababu ya kile ambacho wamekifanya katika kombe la dunia la mwaka uliopita. Walifika katika hatua ya nusu finali kama sijakosea. Yes. Maana yake hakuna ambaye hajui ubora ambao wanao Morocco. Kufika katika hatua ya nusu finali na kuweka rekodi ya kuwa timu ya kwanza kama sijakosea Afrika kufika katika hatua hiyo kubwa ni kitu ambacho si cha kubeza. Wanaenda kucheza na timu ya taifa ya Tanzania ambayo ukiitazama ndio kwanza, kama tunasema ile ndio umeamka, ndio kwanza unataka unawe uso ili angalau uanze nawe safari yako. Tanzania of course tumekuwa na mwendelezo ambao sio mbaya, kufuzu mara 3 mfululizo tunaingia kushiriki AFCON. Ni kitu ambayo imetupa experience fulani hivi ya kucheza na timu kubwa ambazo zimekuwa na ubora wa hali ya juu. Lakini mchezo huu tunatazama kwa taswira gani? Tunatazama kwa taswira kwamba ni mchezo ambao utakuwa ni mgumu kwa sababu kwanza Morocco wanahitaji kuendeleza kile ambacho walikifanya. Maana yake matarajio yao sasa hivi hawaiwazi, sio kufuzu tu, hawaiwazi nusu. Wao wanaamini kufuzu lazima wafuzu na lazima wafanye zaidi ya vile ambavyo walifanya katika mwaka uliopita.